Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Kama Yanga wanajua wamejitoa muhanga kwamba wanachosimamia ni kanuni na wako tayari kwa consequences zozote. That is a very good msimamo mzuri sana. Ni msimamo ambao utaweza kutuondolea ubabaishaji kwenye mpira wa miguu. Ujue kwa mechi kubwa hii ni ya 3 kuelishwa ndani ya miaka 3 kwamba mechi ya Yanga na Simba ilibadilishwa muda kiajabu tu kutoka saa 11 kutoka saa 10 mpaka saa 11. Alafu mechi ya Kagera na Simba ilikuwa ifanyike Kagera ikaahirishwa katika mazingira ya ajabu tu kwamba Simba wamesema wachezaji wao wanaumwa mafua, kwa mechi yaahirishwe. Kagera wameenda uwanjani, Simba hawajaji. Mechi imeahirishwa saa 2 kabla ya muda, na hii ya 3. Kwa hiyo inaonekana bodi ya ligi inaamua tu kuahirisha mechi bila kuzingatia masuala mengi ya msingi yanayoambatana na mechi. Mambo hayo ni mengi. Azamu kama broadcaster, sponsors ambao wanakuja kufanya nani za promotion zao kwa ajili ya mechi, kwa ajili ya products zao, wafanya biashara, mashabiki wanaosafiri kutoka mbali mrefu kuja hawazingatii. Sasa hiki kitu kitaondoa hata ile ladha ya football, na ile commercial part ya football itaondoka kwa sababu watu wanaweza kailisha mechi wakati wote. Kwa hiyo simamo wa Yanga mimi naona ni mzuri tu kwamba wanapigania kanuni ziheshimiwe. Sasa hauoni kana kwamba huenda akapokwa alama 15 na baadhi ya viongozi pia kukutwa na hatia kwa kama hata kuenda kupeleka timu hiyo tarehe 15 mwezi wa 6? Issue ya kutumia kanuni kupoka point ingetumika kwanza kabisa wakati mechi imepangwa, alafu Simba wanasema hawaji. Pale ndio wangesema bwana, tunachukua point, mtu ambaye hatafika uwanjani tutachukua point. Lakini umeailisha wewe, alafu unaongea na waandishi unasema ilikuwa ni hatari, tusingeailisha, timu moja ingeshuka. Sasa uwezo kanani kwamba Yanga au Simba ikishuka hali itakuwaje? That is mtu ambaye amepewa mamlaka ya kusimamia utaratibu na kanuni za ligi anazungumza such a responsible statement, kwamba tuliailisha lakini tutatumia viongozi wa serikali kuhakikisha mechi inachezwa. Very responsible. Lazima kuweka msimamo ili watu wa responsible, na Yanga anasema anaendelea na msimamo wake kwamba hatacheza kwa sababu hakujaonekana uwajibikaji. Yaani hakuna statement imetolewa na TFF wala bodi ya ligi kuonyesha kwamba wanawajibika kwa matatizo yaliyotokea, kwa sababu at the end of the day aliyefanya kosa ni bodi ya ligi kuahirisha mechi nje ya kanuni. Hakuna uwajibikaji, hakuna hata kusema bwana tatizo tunakiri kwamba tatizo lilikuwepo na iliahirishwa mechi katika mazingira labda ya uoga hivi na hivi, kwa hiyo tunaomba radhi na tunaomba hii mechi ichezwe. Yani that statement kuonyesha kuwajibika vitu vyote vinatakiwa. Lakini ukitaka kuonyesha ubabe, na Yanga akisema waonyesha ubabe, hakutakuwa na mechi, hakutakuwa na ligi ya maana msimu. Itamalizika kiajabu na itaanza vita ambayo haitakuwa na mwisho. Tutategemea viongozi wa serikali ndio waingilie kati. Young Africans katika maagizo ambayo wamepewa na kasi wamepaswa kurudi kwenye mahakama, kwenye kamati za ndani. Hauoni kana kwamba Young Africans kwanza angerudi kwenye kamati za ndani ili baadaye kwenda kusonga mbele kwenye hatua nyingine ama kurudi huko kasi? Yeah. Ukiangalia kanuni za ligi nasema kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi ukifanya uamuzi ndio wa mwisho. Wamefanya uamuzi ndio wa mwisho, unailisha mechi, unaenda wapi? Unarudi kwa kamati ya ligi ambayo kanuni hazikuruhusu kukata rufaa. Unaona? Kwa hiyo alafu wanaolalamika wamelalamikia TFF. Yanga wamelalamikia TFF kwamba bwana hawana imani na viongozi wa ligi. Rais wa TFF anakuja hata hajazungumza na kamati ya utendaji. Anatoa statement ya kujibu Yanga kwamba hao wanaosema kwamba hawana imani nao na wenyewe ni smart. Tayari umesha prejudge. Umeshafanya uamuzi kabla ya judgment kwamba wana. Kwa hiyo
Sasa wangefanya nini? Warudi tena kwa hao ambao rais wao wameshasema hivyo, in a way ametoa maelekezo kwamba hata akikata rufaa msimamo wangu kama president ndio huu. Lakini lengo la Yanga si kupata nakala ya hukumu kwa ajili ya kwenda mbele. Kwa nini wasingeenda hapo ili wakapata nakala ya hukumu na kwenda kwenye mahakama nyingine? I don't know Yanga wanafanya nini. Unachosema sio kwamba wamekaa they are doing something. Na anavyojua wanaweza kawa wanafanya kitu, lakini lazima waweke msimamo ule kuwaambia fans wao na wanachama kwamba msimamo wetu bado ni huu. Hata kama sisi tunafanya kazi ndani hapa kuangalia nini tutafanya kingine, lakini msimamo unabakia kuwa hatuchezi. Kwamba ina maana kwamba huenda Young Africans licha kutoa taarifa lakini pia wanafanya mambo yao kimya kwenda kwenye kamati nyingine za TFF. Wanaweza kuwa wanaangalia alternative za kisheria, alternative za nini, jinsi ya kuhakikisha haki yao wanaipata. Kwa hiyo tusichukulie kijuujuu tu kwamba wamesema hivi basi hapana. Mimi nadhani they are working on it, lakini statement wakati unafanyia kazi kitu lazima statement ibaki pale pale. Kama ukiona utashindwa kurudi kuambia bwana tumejaribu A, B, C na D tumeshindwa, basi tunaamua tucheze mechi. Lakini uweze ukatoa tu na nini kwamba lazima kuwe kuna mkakati unafanyika kuhakikisha ule msimamo wenu unafanikiwa. Lakini kwenye taarifa yao ya umma wamezungumza kwamba hawatarudi kwenye kamati za TFF kwa sababu wanaamini kwamba hazitendi haki. Hawezi kurudi kwenye kamati za TFF unless viongozi wa TFF waonyeshe kuwajibika. Mimi nadhani kwa sababu viongozi wa TFF mpaka sasa hivi wanaonyesha kiburi, hawataki kukiri kwamba walifanya makosa, TFF ilifanya makosa, hawataki kuonyesha hivyo. Those are very important things kwenye kufikia mwafaka kwenye matatizo kama haya, kwamba bwana kweli kulikuwa kuna makosa. It's very important. Ili ukinani tu ukisema tu tutaona na wenyewe wakisema wataona, kwa sababu Yanga walichofanya ilikuwa ni busara kusema kufuata mkondo wa sheria. Wakifuata mkondo wa sheria sawa, kitakachokuja hivyo. Lakini wewe ukiwa umekaa tu hutaki kuwajibisha watu walioahirisha mechi kiajabu ajabu, alafu unataka wao wapange mechi tena siku nyingine. Hivi siku ile ikitokea mechi imepangwa ile alafu wakaja na sababu nyingine ikaahirishwa tena, itakuwaje? Kwa sababu wameahirisha mechi 3 so far. Saa 2 kabla ya mechi, mechi zote 3 zimeahirishwa saa 2 kabla ya mechi. Una matumaini gani kwamba hiyo mechi nyingine hawataahirisha? Kwa hiyo hapa kikubwa kwamba TFF pia wanapaswa kuwajibika kwenye eneo hili. Watu wa kwanza kuwajibika ni TFF na TPLB. Wanatakiwa wawajibike, waonyeshe wamewajibika. Waonyeshe kwamba kosa lililofanyika na wenyewe ni part, alafu ndio tusonge mbele. Lakini hivi usipoonyesha hivyo kwa watu wenye misimamo kama hivi ya Yanga, inaweza kuwa tatizo mbele. Lazima kuonyesha kuwajibika kwamba bana we are part of the problem, na kwa sababu ni part of the problem tunaakili na tunajishughulikia katika ndani zetu za ndani ili lisitokee tena. Hasa hujasema hivyo unapanga tarehe likitokea tena. Lakini mimi kuna ukakasi pia naupata. Wao TFF na bodi ya ligi ndio wasimamizi wakuu. Young Africans haki yao watayapata wapi kwa kugomea? Kwa sababu baada ya hapo sidhani kama kuna mamlaka ambayo pia huenda pia ikawapa natija ya wao kushinda kesi yao, kwa sababu hajapitia kwenye kamati za chini. Nguvu hizi klabu nguvu zao ziko kwa wanachama wako wa mashabiki wako zaidi ya milioni 3. Kwa hiyo anything you do wakudhani unafuata kanuni lakini unakiuka kanuni, ukifanya chochote kile itatokea tatizo. Umeona? Itatokea tatizo sababu ufuati kanuni, na hao watu ndio wana watu wengi wanawafuatilia. Huwezi kuwa na ligi ya ajabu bila Yanga kwa sababu Yanga ulinyima haki yao. Haitawezekana. Lakini Yanga ikishuka daraja kwa sababu ya matatizo ya uwanjani, wewe una tatizo. Lakini ikishuka daraja kwa sababu ya matatizo yako binafsi, hiyo ligi yako utakayokuwa nayo haitafanikiwa. Kwa hiyo lazima kuwa makini na vitu fanya ili kuhakikisha unafuata kanuni. Akishuka kwa sababu ya kanuni hakuna tatizo. Hata wao mashabiki kuandamana waenda wavunje vitu, hakuna tatizo. Lakini ikishuka kwa sababu umepanga ishuke daraja, umefanya njani ishuke daraja, wewe utakuwa matatizoni. Akivunja viti utawajibika, kwa sababu hapo hata na serikali itaingia kati kwamba wewe bwana
ilikuwaje? Sisi tumekuachia uhuru uendeshe mpira kwa amani, mbona unafanya vitendo ambavyo vinasababisha watu wavunje amani? Unaona, kwa hiyo itakuwa ni tatizo. Kwa hiyo ni lazima kanuni zifuatwe, ili kama mtu anashinda ashinde uwanjani, sio kwa njama mipango. Kwa hiyo hapa Young Africans kile ambacho wanakilingia na kile ambacho kimesalia ni mtaji wa wanachama kuhusiana na hili. Of course, that is one of the things, kwa sababu timu asingeweza kufanya hivyo. Azam asingeweza kufanya hivyo. Msimu wa mwaka 2013 Azam alikuwa atoa ubingwa 2013. Azam alikuwa atoa ubingwa. Lakini watu hao wanaohusika leo kwenye hii kuilisha mechi ndio walihusika kuinyima Azam ubingwa. Kwa nini? Kwa sababu Azam alikuwa anacheza na Kagera Sugar na Mtibwa Sugar akagomea penalty. Adhabu ya kanuni, adhabu ile ni kwamba ulikuwa unashusha daraja. Wakaenda wakasema bwana, ukishusha sasa hivi klabu moja na pointi 6 imezipata kwa Mtibwa, kwa hiyo wakati kama ingeshushwa daraja moja kwa moja Azam walikuwa wanatoa ubingwa. Lakini hao ambao leo wanafanya maamuzi hao ndio wakahusika kuinyima Azam ubingwa 2013. Sasa vitu vitaendelea mpaka lini? Kwa hiyo tutarajie kwamba kuona kutakuwa na fukuto kubwa kwa wanachama Club Young Africans kama watapokwa alama 15. Na sio kwamba mimi kwa experience yangu kwenye mpira haitafikia huko, itakuja kumalizwa hapa katikati. Lakini mimi na interest ni kuona kwamba waliosababisha hii wanawajibishwa ili tusonge mbele. Tunasipowajibishwa haya mambo yataendelea msimu ujao, hata hiyo mechi ijayo iliyopangwa huko inaweza isichezwe pia, kwa sababu waliohusika kwenye ujinga huu hawajawajibishwa. Kwa yupi anapaswa kuwajibishwa? Waliohusika kuahirisha mechi bila kufuata kanuni. Na endapo kama watawajibishwa, Yanga wako tayari kucheza? Mimi I think so. Ndo nani la Yanga kwamba hawana imani na hao watu. Ndo nani lao, ndo hoja yao Yanga hawana imani na hao watu. Waliahirisha kwa nini? Wakati hawakuwa na sababu yoyote ya kuahirisha. Waliahirisha kwa nini? Kama kuna njama labda walifanya. Na kuna maneno mengi kuhusu Dubai na nini. Kwa hiyo wanajua hao ndio walihusika. Lakini pia kuna taarifa kwamba pia Young Africans wamepeleka pia malalamiko ama nakala za malalamiko kwa vyombo vya serikali. Hili pia nalo likoje? Ndio maana nimekuambia kwamba inaweza kama ameweka msimamo wao huko hivyo, lakini they are working on other things kwamba haki yao haipati. I don't know wanasema nini huko, lakini I think they are working on it. Lakini ukumbuke kabisa kwamba hata sheria ya nchi inaipa Baraza la Michezo la Taifa mamlaka makubwa kwenye masuala yote ya michezo. Tukishafikia huko wakarudi kuanza kufanya maamuzi ya uendeshaji mpira, tutaanza kulalamika serikali inaingilia kati. Kumbe sisi hatuchendi yake huko kwenye mpira penyewe. Waziri anaweza akasema ule wa kule alifanya uamuzi akasema najua kesho FIFA watasema tunaingia kati ya kitu tunafanya kwa maslahi ya nchi. Unaona? Kwa hiyo vitu kama hivyo tusiruhusu vikaenda huko kwenye serikalini vikaja vikatuharibia tena uendeshaji mpira, kwa sababu huko tena itakuwa kwa interest ya watu fulani, sio kwa interest ya mpira. Kwa hiyo kubwa zaidi ombi lako ni vizuri pia viongozi ambao wameahirisha mechi wanapaswa kuwajibika kwenye eneo hilo. Yeah, haiwezekani hili tatizo makosa yakawa kwa Yanga au kwa Simba tu. Matatizo makubwa yako kwa waendeshaji na wasimamizi wa mpira. Hao lazima waonyeshe kuwajibika kwanza. Yani kwanza waonyeshe kuwajibika wenyewe hao waliohusika kuahirisha mechi kiholela kwa njama. Au kwanza wawajibike. Lakini haiwezi kuanza kupanga tarehe mpya wakati hao watu hawajawajibishwa. Lazima wawajibishwe kwanza. Ionekane kabisa kwamba kuna watu wamewajibishwa kwa ajili ya tatizo hili. Ndio tuendelee. Inawezekana matatizo yakawa yanaisha hivyo tu ajabu kila siku, na unabadili muda wa mechi inaisha, unabadili tarehe ya mechi inaisha, unabadili tena tarehe ya mechi inaisha. Huu ni upuuzi, ni utoto. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.